heshima na adhama ziko mbele zake. Nguvu na uzuri zimo katika patakatifu pake. Heshima na adhama ziko mbele zake. Nguvu na uzuri zimo. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 5 ya Pasaka katika mwaka A wa Kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 6 aya ya 1 hadi aya ya 7. Somo la pili ni la waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 2 aya ya 4 hadi aya ya 9. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mwinjili Yohane, sura ya 14 aya ya 1 hadi aya ya 12. Tusikilize Injili takatifu. Yesu aliwaambia wafuasi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini nami pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo, nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena mmemuona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaaye ndani yangu huzifanya kazi zake. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? La, hamsadiki hivyo. Sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Injili ya Bwana. Wapendwa wana wa Mungu, bado tupo katika kipindi cha Pasaka, na injili tunayoisikia leo ni maandalio ya kupaa kwa Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo anatoa wosia kwa wafuasi wake na kuweza kutoa mafundisho katika kuongeza imani kwao. Tunaona maswali ya Tomaso na Filipo yanazidi kuonyesha dhahiri kwamba licha ya wao kuwa na Bwana wao kwa muda mrefu, lakini bado wana mashaka naye, kiasi kwamba bado hawajui mwelekeo ni namna gani ambavyo wanaweza kufuata njia yake. Hivyo wapendwa wa taifa la Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo yupo katika karamu ya mwisho. Yupo katika karamu hii ambapo anazidi kuwaongoza wafuasi hawa ni kitu gani ambacho wanapaswa kukiishi kwa kufuata mfano wake. Ni kitu gani ambacho wanaweza kukipitia
na kutambua kwamba maisha ya hapa duniani ni ya kupita. Hivyo katika kupita kwao hapa ni namna gani wanaweza kujiandalia kwa ajili ya maisha ya baadaye. Na ikiwa njia ya kuweza kuyafikia hayo maisha ya baadaye, maisha ya umilele, ni njia ya kifo. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, nasi tunaalikwa kuweza kutafakari kwamba katika maisha ya hapa duniani, hapa si nyumbani kwetu. Nyumbani kwetu ni kwa Baba ambaye Kristo anamtangaza kuwa baba yake, yaani Baba wa mbinguni. Hivyo wapendwa wana wa Mungu, huyu Baba wa mbinguni wana umoja na Kristo. Kwa kuwa huyu Yesu yu ndani ya Baba na Baba yu ndani yake. Hivyo ndugu zangu, yeye anaenda kutuandalia mahali, na yeye atakuja tena kutukaribisha kwake, ili pale alipo nasi tuwepo. Na sisi tunaijua njia, kwa kuwa yeye katika Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 6 anatueleza. Yesu anasema, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa pale ambapo tunamjua yeye, tunamjua na Baba. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, Yesu anatufundisha ni namna gani ya kufikia uzima wa milele. Namna gani ya kuweza kutafuta ukombozi. Ni namna gani ya kuweza kutafuta amani ya ndani. Ni namna gani ambapo tunaweza kutafuta uimara wa kiroho katika maisha yetu, na pia anatuongoza kuelekea huko. Kwa kuwa yeye ndiye njia na ukweli na uzima. Hivyo anakuwa kiongozi wetu, nasi tunaalikwa kumfuata ili tuweze kuufikia uzima huo, ili tuweze kuufikia ukombozi huo, ili tuweze kuifikia amani ya ndani, ili tuweze kuwa imara katika maisha yetu ya kiroho, na daima siku zote yeye anakuwa mfano bora kwetu. Katika maisha yake hapa duniani, Yesu anatuonyesha namna gani ya kuishi, na vile vile namna gani ya kuwa mwaminifu kwa Baba. Maisha ya kanisa, ndugu zangu, ni mto ambao hutiririka kutoka kwa Kristo mwenyewe. Kumbe ndugu zangu, kupitia maisha ya kanisa ndiko ambako tunaweza tukayafanya maisha hayo yakawa maisha yetu sisi. Pale ambapo tutakapofanya maisha ya kanisa kuwa ndo maisha yetu sisi, maana yake kama maisha ya kanisa yanafananishwa na mto ambao unatiririka kutoka kwa Kristo mwenyewe, maana yake tutakapoyafanya maisha yetu kuwa maisha kama maisha ya kanisa, maana yake nasi tutakuwa tukitiririka kutoka kwenye chanzo kimoja ambacho ni Kristo mwenyewe. Na huo mto ambao unatoka katika chanzo ambacho ni Kristo mwenyewe unapita kwa kila kizazi kuelekea kwa Baba. Kwa nasi tunakuwa tunatiririka kutoka kwenye chanzo hicho. Ndugu zangu, kwa maana hiyo kanisa ni njia ya uhakika, kwa sababu ni njia ya Kristo. Na katika maisha ya kanisa ndiko ambako tunapata sakramenti hizo 7, ambazo kupitia sakramenti hizo ndiko ambako tunaona namna gani ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo anajifunua katika maisha yetu. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tuchote maji kutoka katika mto huu wa maisha ya kanisa ili kuweza kuyafanya maisha ya kanisa yawe maisha yetu. Na daima siku zote kanisa hili linaongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye msaada wa kulifanya kanisa liweze kuwa na maendeleo, liweze kuwa na mwendelezo mpaka sasa. Tangu kipindi cha mitume walipoachiwa
limeachiwa mamlaka na Kristo mwenyewe mpaka limetufikia sisi tukiwa wamoja, tukiwa na nguvu. Yote hii ni neema kutoka kwa Mungu, na hii ni kazi ya Roho Mtakatifu ambaye anazidi kushamiri na kuweza kulifanya kanisa hili liwe na umoja wa kutosha na kiasi kwamba lisitetereke mahali popote. Hivyo ndugu zangu, huko ndiko kuna uhakika, kwa sababu kupitia kanisa ndiko ambako tunaona njia hiyo ya Kristo, ndiko ambako tunaona kwamba Kristo ni njia, ukweli na uzima. Yesu anaposema maneno hayo katika Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 6 kwamba mimi ni njia, ukweli na uzima, ndugu zangu, tunatambua kwamba ni nini ambacho tunakiendea. Kumbe tuna lengo la kuishi hapa duniani na hatima yetu katika umilele, tukiwa na kiongozi wa kutusaidia ambaye ni Kristo mwenyewe. Kwake tuna mwongozo, kwake ndiyo ramani, na kwake ndiye hatima yetu. Hivyo ndugu zangu, tunapomfuata Bwana hutupatia nuru na kutuongoza kule tunakotamani kuwepo kwa mapenzi ya Baba. Hivyo ndugu zangu, njia ya Kristo si njia kama ambazo tunazifikiria katika maisha yetu ya kibinadamu. Njia ya Kristo hakika inahitaji uvumilivu. Njia ya Kristo hakika inahitaji unyenyekevu. Njia ya Kristo hakika inahitaji upole. Njia ya Kristo hakika inahitaji kuwa na upendo wa dhati, kiasi kwamba katika mapito hayo, unapokuwa na upendo wa dhati, maana yake unakuwa na hali itakayokusaidia wewe kuhakikisha kwamba lile lengo ambalo umejiwekea kwa juhudi yoyote, kwa kipingamizi chochote, hakika unakuwa na imani kwamba utashinda. Ndio mwaliko wa Bwana wetu Yesu Kristo kwamba tumsadiki yeye, tusiwe na mashaka, tusiwe na hofu juu yake. Kwa kuwa tumeamua kupita katika njia yake, basi hakika tumsadiki kwamba yeye yu ndani ya Baba na Baba yu ndani yake. Basi tusipoweza hata kumsadiki yeye, basi sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe ambazo anazifanya. Kazi zake ni nyingi. Amekuwa akiponya, amekuwa akifundisha, amekuwa akifanya miujiza mbalimbali, lakini bado kutokana na uroho wa madaraka, kutokana na majivuno, kutokana na kiburi, kwa kuwa na mioyo migumu, kutokana na kuyashikilia mambo ya ulimwengu huu, ndio maana wakati mwingine inapelekea kushindwa kutambua kazi za Kristo ni zipi. Tunashindwa kumtambua na kumwamini Kristo katika maisha yetu yupoje. Tunashindwa kutambua njia sahihi ya Kristo ambayo inatupelekea sisi kuweza kufikia kile ambacho tunakitamani, ambapo njia ya Kristo ni kupitia maisha ya kanisa. Maisha ya kanisa yanatuleta pamoja. Maisha ya kanisa yanatukusanya kama jumuiya. Maisha ya kanisa yanatufanya tuweze kutegemeana, kusaidiana, kushauriana, kusikilizana, ili hapo tuweze kufanya kitu ambacho kinaonekana ni kazi kweli ya Roho Mtakatifu. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, umoja wetu ni wa msingi sana, ambapo tunaalikwa sote tuweze kuishi vile ambavyo inampendeza Kristo. Na kwa kufanya hivyo, maanake njia ya Kristo daima siku zote ni ya kutufanya sisi tuelekee katika lengo moja, hata kama tunapita njia tofauti tofauti, lakini ili mradi maji yetu yote tunayamwaga katika mto ambao chanzo chake ni Kristo mwenyewe, au tunatiririka kutoka katika chanzo ambacho ni Kristo mwenyewe, basi daima siku zote kila ambacho tutakuwa tukifanya, maana yake kinaanza na Kristo. Na pale ambapo kinaanza na Kristo mwenyewe,
hakika daima siku zote kimejaa fadhila zote ambazo daima siku zote zinampendeza Mwenyezi Mungu. Hivyo nasi ndugu zangu, tuombe neema ya Mwenyezi Mungu ipate kutusaidia tuweze kufuata mfano wa Kristo mwenyewe, ambaye kupitia maisha ya kanisa daima siku zote tuyafanye maisha yetu, ili pale tutakapofanya maisha yetu, manake daima siku zote yatatufanya tuweze kuelekea na kuweza kufikia hatima yetu, ambapo kiongozi wetu anatuita, anatualika, iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Mwisho wa siku tuweze kufikia. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.